Nataka kuzungumzia haki ipatikanayo kwa imani. Haki ipatikanayo kwa imani. Haki ni nini? Haki ni righteousness. Na our righteousness we are given by the Lord because we believe their son Jesus Christ. Romans chapter 5 tutaanza kusoma hapo mstari wa 1 tusome mpaka 11 na tutaweza kuelewa 1 2 3. Warumi mlango wa 5 kutoka mstari wa 1 mpaka mstari wa 11. Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana, tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumempokea huo upatanisho. Haleluya. Imani inalete utakatifu, na kuna vitu tutaangalia katika hiyo sehemu ya hiyo maandiko tumesoma, ambazo hizo vitu tumetunukiwa ama tumepewa kwa sababu tu tuliamini. Kwa hivyo kuamini ni zaidi ya kuvaa vazi. Kuamini ni zaidi ya kupata mafanikio hapa ulimwenguni. So faith is a great door of righteousness. Ukiamini unafungua mlango mkubwa wa maishani mwako wa kuondolewa hukumu zote na kuhesabiwa haki ipatikanayo kwa imani. Lakini baada ya kuamini kuna vitu tunapewa na kuna vitu tuna experience in faith life. Bwana Yesu ainuliwe. Na hizo ndizo ningetaka tuangalie sana. Kuna vitu tunapewa kama peace, na kuna vitu ambavyo tuna experience, na Mungu akoshua kwamba whatever we are going through in the session of faith we are supposed to overcome, because tuna vitu tumepewa. Unaangalia sasa, inasema basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na imani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Unaona, tudhibitishe imani yetu kwa Mungu kupitia Kristo Yesu. So our focus in God through Jesus iwe strong, ya kwamba God hawezi fail. It's a changer of the game. It's going to change my name, my story. Amen. God is worthy to change even my family. Mungu ana uwezo wa kusababisha nionekane kwa njia ingine ya maonekano, kwamba tuwe na imani kwa Mungu kupitia Kristo Yesu. Najua kuna watu wana imani kwa Mungu kwa njia zingine. Kuna watu wana imani kwa Mungu kupitia Muhammad. Kuna watu wana imani kwa Mungu kupitia Buddha.
Sasa tunaombwa kuwa na imani kwa Mungu kupitia Kristo Yesu. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu Kristo ndiye kondoo ya upatanisho katikati ya binadamu na Mungu. Kwa hivyo tukiwa tunapata imani kwa Mungu kupitia Kristo Yesu, tutakuwa on the right track katika government ya mbinguni. Bwana Yesu ainuliwe. Na kwa hivyo tunaweza kuaccess kiti cha neema kupitia imani yetu kwa Mungu kupitia Kristo Yesu. Verse 2 inatuambia, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema. Nataka understand hapo, kufikia neema, to reach in the grace. You know how many people they are walking looking to reach in the grace. We have already reached in the grace hii ambayo mnaisimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Hii neema tu ya kuwa wana wa Mungu, tunaweza kufurahia kwa kuitanishwa na Mungu. Hiyo neema tumeifikia kutokana na imani ambayo tumemwamini Mungu kupitia Kristo Yesu. Kwa hivyo kuna transmission kubwa sana inafanyika katikati yetu kwa sababu ya kumwamini Mungu katika Kristo. Kuna vitu tunaanza kupewa. Kitu cha kwanza, tumepewa neema ya to establish, kusimama before people and confess our God, our creator, the creator of the heaven and earth, muumba wa mbingu na dunia. I can present that God everywhere I go through Jesus Christ. Kwa hivyo that grace I'm given. Umehesabu kitu cha kwanza umepewa through faith. Mstari wa 3 inasema wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia. Hiyo nao ni jambo lingine naomba kulizungumzia, na Bwana Mungu atusaidie na Roho Mtakatifu atufungue tuelewe. Kufurahi katika dhiki. Bwana Yesu ainuliwe. Umeshafanya mtihani, umepita, wewe ni umequalify kwenda university nzuri, the best in Kenya, lakini wanafunzi wenzako wana mambo wanakupitisha ya dhuluma. So utavumilia sababu unajua umeshawashinda na you are qualified kujoin the best university in our country Kenya. Hii ni example unapeana. Bwana Yesu ainuliwe. When you are qualified for something, ukitokea watu wanakushusha ama wanakupitishia lingumu, remember your joy ni achievement. Kwa hivyo usitafute joy between you na wale, usitafute furaha katikati yako na njaa. Sasa wakati mingi tumekuwa tukitafuta furaha katika dhiki, lakini tunastahili tufurahie kwa imani katika dhiki. Oh my God, sitafurahia sababu umenisengenya, nafurahia sababu nimepita masengenyo. Sisi kama umeelewa sasa? So nikianza kutafuta furaha kwa hiyo masengenyo, ndio nitaikosa sahihi. Watu wengi, Wakristo wengi, tunatafuta furaha kwa dhiki badala ya kuaccept dhiki inakuja sababu we are victory, tumeshinda. Maana Yesu ainuliwe. Wakati umebeba crown ya ushindi, unastahili kufurahia. Furaha yako inastahili kutokana na crown, haistahili kutokana na kile unachongewa hapa mbele. Kwa hivyo hii michongo inakuja sababu ya kile umebeba. Unaona sasa? Tuna feel sababu tunatafuta furaha pale ambapo haijawekwa. Badala ya tu understand furaha yetu mahali imewekwa. Furaha yetu imewekwa katika msalaba. Furaha yetu imewekwa katika imani katika Yesu. Lakini kuna dhiki mbele yetu. Basi Biblia inatuomba kwa maisha ya imani tufurahi katika dhiki. Halo? Na nilikuwa nikijaribu kuangalia naweza kufurahi aje kwa dhiki. Masi naweza kufurahi aje saa ile sijapata chakula na si kufunga nimefunga. Bwana Yesu ainuliwe. Naweza kufurahi sababu najua hii ukosefu ni kitu cha muda, sababu nimeshinda, nimechaguliwa kuwa mwana wa ufalme. Kwa hivyo inaenda kuondoka kabisa. There is hope of transmission of what I'm going through. So hapo ndio nitapata furaha. Sasa siwezi sema nitangojea mpaka siku ile nitaolewa ama nitaoa ndio nitafurahia kwa ndoa. Hapana, naweza kufurahia under promise ya imani, sababu
promise ile nimepewa ya imani ni full, ni imejaa. Kwa hivyo hii kiujeri ambacho mnaniujeri nacho, sababu sijaolewa, sijaoa, si kitu, ni cha muda mchache. Kwa hivyo tufurahi katika dhiki. Why? For what we carry. In faith we carry victory. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa maisha ya imani tumebeba ushindi. Kwa hivyo tutafurahia ushindi wetu ambao tumeupata kwa maisha ya imani kuliko dhiki hii ambayo inakuja ili tukunje nyuso. Unaona sasa? Maisha yako iko hapo. Hicho unapitia, maisha yako iko hapo. This is just a season. Hii ni kipindi tu. Ambia jirani, hiyo ni kipindi. Hapo sio penye ulikuwa unaenda. Mwambie, fungua macho uone. Umeitiwa furaha kubwa ya milele. Bwana Yesu ainuliwe. Na unajua sometimes unaweza kuwa challenge, sababu ukiona watu kama akina Wangui wanafurahia throughout na bado hawajaachieve. Lakini vyema ujue ile ni kipawa. Amepewa. Angalia mstari wa part B inasema, mkijua ya kuwa dhiki kasi yake ni kuleta saburi. Unaona sasa, hope, saburi, hope. What you hope for? Hii kiujeri mnanipitisha ni ya muda, inanisurubisha ama inanifanya nisubiri kile ambacho nimetumainia. Nimetumainia baraka 100%. Nimetumainia uzima wa milele. Na niko ndani ya hiyo tumaini. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo dhiki hii ni ya muda, sababu ninatumaini. Na ninatumaini ya mabadiliko makubwa. Jina Bwana liinuliwe. Angalia mstari wa 4 inasema, na kasi ya subira ni udhabiti, kutoshereshwa, kufanywa uafikiano, kukamilishwa. Unajua leo hii maybe somebody anaambiwa you're going to become a pastor. Unaona sasa? Mercy, you hope in Lord Jesus. One day you lead some people ukiwa spiritual guide. Unaona sasa? That is hope. Kwa hivyo dhiki ilileta subira. Subira inaleta ukamilifu. Katikati hapo kuna vitu unapitia, but because you are in the calendar of hoping, you are free. Amen. Funga kufumbua umeshaingia. Ilikuwa ni kusemwa, ilikuwa ni dream, sasa ni reality. Uko ndani. Unaangalia sasa. Na kwa hivyo tunaweza kufurahia katika maisha ya imani ikiwa hatutaangalia furaha kwa dhiki, bali tutaangalia furaha kwa imani. Bwana Yesu ainuliwe. What is your will in faith? That you are a child, a chosen one, elected, a son of creator, a daughter of creator. Now our joy si kwamba ya exchange. Pale kwa exchange kuna dhiki, wewe tunagongwa bokora. Au hujakutana bokora? Tunagongwa bokora, lakini hizi bokora tunasivumilia. Sio sababu ya mshahara, tunasivumilia sababu ya tumaini. Bwana Yesu ainuliwe. So our joy is not what we are going through. It is what we are hoping for. We are elected not to perish forever, but to enjoy forever. Saa hii unaweza kuwa unapitia dhiki nyingi, unaweza kuwa unapitia matatizo mengi, unaweza kuwa unaangalia mambo unaona imegeuka upside down, lakini wacha nikwambie, where you are heading, the story will change. By faith where we are heading, our story will change. Umeelewa sasa? Maneno ya wale watu wanaongea kama wanakufua nguo yanafika mwisho. Bwana Yesu ainuliwe. Stories zita change. Bwana Yesu ainuliwe. Ni saa hii watu hawaja kudauti wa kuona vitu sikitendeka. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo weka tumaini yako ya imani, uifurahie kama kwamba unafahamu kwamba uliokolewa kwa mauti. Mstari wa 5 unasema, na tumaini alitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Angalia, tumaini letu haliko badilika. Kutayarisha, yani aliwezi badilika, aliofishi. Tumaini letu ni kamilifu kwa sababu pendo la Mungu ni pendo aminifu. Sio kama pendo la Pastor Peter.
Pendo la Mungu alitawahi change. Do you know, funny enough, it is only you can withdraw to be you God wanted to be. Narudia tena, ni wewe unaweza kukataa kuwa kile Mungu alitaka uwe. Yes. Lakini Mungu ashasema hawezi badilika. Pendo lake limetiwa stamp kupitia Roho Mtakatifu aliyekutia. Huyo Roho Mtakatifu amekuja kukudhibitisha that you are chosen and you are heading somewhere with God. Akujalishi unapitia gani. Unaweza kana kuwa unapitia dhiki saa hii, hauna furaha, lakini kuna mahali unaenda. So unaweza furahia sababu kuna mahali unaenda. So ile tumaini yetu kwa Mungu sio kitu kinaweza kubadilika. Tumaini yetu kwa Mungu ni kitu permanent, ni kitu ambacho hakitawahi tetemeshwa, na ndio sababu Mungu ameidhibitisha kwa kutupea Roho Mtakatifu. Mstari wa 6 inasema, kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waofu. Angalia, we were hopeless. Hatukuwa na tumaini, hakukuwa na uwezekano wa mimi na wewe kuweza kusimama na kusema tunaenda mbele, sababu tulikuwa cast, tulikuwa tumefungwa jela ya dhambi, tulikuwa tumefungwa kwenye laana, tulikuwa tumefungwa tusikawahi fanikiwa, lakini kupitia Kristo tukawa huru. Bwana Yesu ainuliwe. Na kwa hivyo Mungu anaendelea kutupea vitu na kutumilikisha vitu kwa furaha kubwa, sababu ya akiangalia anaona mwanawe. Nilikwambia siku ingine, Mungu akiangalia duniani leo hii aoni dhambi, lakini samani sile Kristo kabla hajakuja, Mungu alikuwa akiangalia duniani anaona dhambi, anatuma na watu waende watubu ama wamaliswe. Alituma Yona Nineve, akasema baada ya 40 days nitamaliza hii seti yote. Bwana Yesu ainuliwe. Na baada ya wao watu kutubu, Mungu akawaokoa. Bwana Yesu ainuliwe. Lakini since Jesus was crucified, Yesu alipowekwa msalabani, God cannot access the sin of people, but only Jesus can see your sin. Lakini naye amejawa na upendo, and the Holy Spirit can report you. Naye is full of guidance, Holy Spirit. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo saa hii Mungu amalisi dunia, sababu ana kesi na dunia. Dunia iko under blood ya covenant. Bwana Yesu ainuliwe. So we need to understand the life of faith is a great life. Ni kama kuvalishwa kanzu ya utukufu, utembeange nayo. Bwana Yesu ainuliwe. Ni kama kupewa cheti cha kufanikiwa, utembeange nacho. Faith. Bwana Yesu ainuliwe. Mstari wa 7 unasema nini? Mstari wa 7 unasema, kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kudhubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. So punishment ilikuwa mauti. Punishment ya sin ilikuwa mauti. Jina la inuliwe. But Christ, Yesu Kristo alitufia msalabani ili hiyo punishment iondoke, ya kwamba hatutakufa kwa sin, but we will be transformiwa tuwe na miili ingine, tuweze kwenda ufalmeni wa Baba. Bwana Yesu ainuliwe. Tutabadilishwa kupewa miili ingine, twende kwa Baba. Kwa nini? We are chosen and elected. John 15:16. Chosen and elected. So ni vyema ufahamu kwamba bila imani si kuwa na qualification sa kuweza kuwa na uhusiano na Mungu muumbaji. Kwa hivyo kwangu imani ni cheti kikuu cha maisha. Imani ni cheti kikuu cha maisha yangu. Mstari wa 8 inasema aje? Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tugali wenye dhambi. Unaona? Kwa hivyo imagine Yesu hakuoa sababu ya mtu mzuri. Yesu alitindikwa msalabani sababu ya ukriminal. Kwa hivyo mimi na wewe tulikuwa majambas. Bwana Yesu ainuliwe. Natafuta vile utaelewa kwamba Kristo ilibidi ajitoe kwa sababu ya uofu wetu. Tulikuwa waofu, tulikuwa tumesama kwa dhambi. Unaona sasa? Kwa hivyo kama tungekuwa wazuri, Kristo angewekwa msalabani.
Namba 9 inasema hivi: basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Unaona sasa? So hivyo hapo ndipo nilikuwa nakuambia, ondoa hofu. Unajua watu hawajatofautisha unabii wa wakati wa wana wa Israeli na unabii wa wakati Yesu ametuokoa. Those two prophets, they are different, because on the time of prophet, kabla Yesu hajakuja, there were punishment in the world. Kwa hivyo manabii walitabiri vile watu watafanishiwa, vile watapigwa na vile watateswa. Unaona? But in the time of Jesus, the prophet is supposed to prophesy vile tutaenda vizuri, vile utapata mambo mazuri, vile mipango mizuri ya mavieti itakuja. Na watu wengi hawajaelewa different ya agano la kale na agano jipya. Bwana Yesu ainuliwe. Agano jipya ni agano ya transformation, ni agano ya maisha mazuri. Agano la kale ni agano la punishment, walking with the punishment. This agano hii ni walking with the grace. Tunatembea na neema. We are walking to achieve. Bwana Yesu ainuliwe. Because God cannot access sin in the world, because he always see the blood of their son. Umeelewa sasa? Kuna watu wengi wanasema injili ile inahubiriwa sasa ya prosperity. Hakuna injili nyingine. Yesu alikuja kutransform dunia. Yesu alikuja, angalia, alipatana na watu wamechukua mtoto wa mama mjane pekee anaenda kuzikwa, akachange mtoto kukawa furaha. Hakuna mahali Yesu alienda akatransform kukawa kilio, ni kukawa furaha. Bwana Yesu ainuliwe. So manabii wa zamani walitabiri punishment za Mungu, lakini manabii katika Kristo wanastahili kutabiri vile tutaendelea, vile tutabarikiwa, vile tutahama Kenya, vile Kenya itakuwa nchi ya kifahari. That is the prophet in the Christ Jesus, because Christ was died for transmission, not for punishment. Kwa hivyo mtu asikunyamasisha akikuambia ya kwamba gospel inaitwa prosperity is not the right gospel. It is the right gospel. Prosperity made one to die for me and you, that we may prosper. Bwana Yesu ainuliwe. We may prosper. Sababu unabii katika Yesu ni unabii wa transmission, ni unabii wa transformation. Tumetransformiwa through Jesus. Ni unabii wa mema. Hakuna hasira ya Mungu. Sidanganywe na mtu ati Mungu amekasirika na wewe hata wewe siongea na hiyo unabii. Ukiipokea ni ya kwako, hiyo sio ya kiungu, because Yesu alifunika anga. Mungu anaona damu ya mwanawe. Roho Mtakatifu analia, watoto rudieni, kaeni hivi, pendaneni. Prophetic itakao kuja ni ya kwamba Pastor Godfrey, Mungu anapanga kukuhamisha Kenya, akupeleke Norway, ukahubiri huko mahali kuna snow sana. Hiyo ndio unabii. Na ukifika huko that is the prophetic in Christ. Oh my God, my people, do not fear to understand what I'm telling you. I'm telling you through Holy Spirit kwamba unabii wowote unaofananishwa na ule ulitolewa akina Daudi sio wa sehemu hii. Wakati wa kina Daudi Yesu hakuwa amesulubiwa, kwa hivyo unabii ulikuwa na nyundo na panga. Unabii katika Yesu hauna nyundo, una mafuta. Mungu anataka kukubadilisha. Unabii wema, Mungu anatabiri kwamba utaolewa, utafanya harusi. Haleluya, utafungua duka kubwa. That is the prophetic in Christ Jesus. Wapendo wa Kristo, unabii katika Kristo ni unabii wa mema. Yesu hakuleta punishment. Yesu hana upanga. Yesu ana amani, ni mfalme wa amani. Isaia 6:9 inasema anaitwa Prince of Peace. Hebu tusomewe Isaia 6:9. Watu waelewe ufalme wa Kristo na ufalme wa agano la kale. Afadhali hivyo si kusaliwa agano la kale. Si ningepata punishment sababu mimi nilikuwa kichwa ngumu. Mungu akasababisha nikasaliwa wakati wa neema. The prophetic, manabii wote wajaswe na wote watatabiri mema. Hakuna punishment. There is no punishment in Christ. Always good. Hakuna mtu ameona
9:6. Isaiah chapter 9 verse 6. Yes. For to us the son is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Umesikia punishment mahali? You need to understand. I'm chosen one, and I'm living in the time of Prince of Peace. Peace surround me. All the prophets they surround me, they carry peace. Lakini manabii ambao Mungu anainua saa hii wanaona vizuri. Na wanasema vizuri because it's time of Prince of Peace. Usipokea unabii wowote unaongea kidmati God anaenda kukupunishment nini. There is no punishment in the kingdom of Christ Jesus. There is transmission. Mungu anakuosha dhambi zako hata kama wewe ni muuaji. Anakufanya mwokozi. Anakutoa kwa ukahaba. Anakosa kuestablish ukahaba, anakuestablish a savior. Bwana Yesu ainuliwe. Our sins zinakodemiwa chini ya msalaba, tunainuliwa kuwa maua. Kristo kasi yake ni kutransform, sio kuangamiza. All the prophetic ambayo inaangamiza sio yetu. Hiyo ilikuwa ya Israeli na wana wa Israeli. Sio yetu. We are chosen generation. Bwana Yesu ainuliwe. Unabii wetu ni wa mema. Mungu anaongea kuhusu vile tutatajirika. That is the gospel. Hello? Nimekuja kukuambia the plan God has for you sio ya kukufanya mtumwa. Imagine Yeremia anatabiri, anasema mtachukuliwa nyinyi nyote na mfalme wa Babeli. Wewe mfalme Hezekia, ukitaka vizuri jinyenyekeshe na jeshi lako, sababu Mungu amepeana hii nchi kwa mikono ya Babeli. Na walichukuliwa. Bwana Yesu ainuliwe. Mpaka wanaweka huyo nabii jela. Hiyo kipindi iliisha. Prince of Peace alipochukua ufalme, nabii wote wanakuja, we pastor, naona Mungu akifungua njia utapokea nyumba kubwa sana kula Muthaiga, utahamishiwa Muthaiga. That is the prophetic concerning me. Eneke, lazima uelewe Prince of Peace. Roho Mtakatifu anaongea mambo mazuri. No matter unafananaji wangoi, mambo inaengewa mazuri, unaenda kufanyiwa mambo mazuri. That is the prophetic we have. Bwana Yesu ainuliwe. Na kila Mkristo ako pale nje anasema leo enzi za kubadilishiwa maisha ndio hizi katika Prince of Peace. Mfalme wa amani anatangaza amani inaweza kuja aje kama uko jela. Si ni wakati umetolewa jela, umehesabiwa huru na umehesabiwa haki. Sasa hapo ndio amani inaanza kutawala. Nikikuangalia naona miaka 10 inakuja, Mungu atakuwa amekuwafanya kitu tofauti na mambo makubwa, utakuwa mahali ukimtukusa. Hey, that is our prophetic. Hallelujah. And the gospel in Christ is about how much you are going to be transformed and prosper. I prophesy the name of the Lord. May your door be open this year. Uende California kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. That is our prophetic. Prophetic of transformation. Mungu anakuasa mema. Mstari wa 10 nasema hivi. Si tumesoma wa 9. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulibadilishwa na Mungu. Angalia sasa hii. Tulibadilishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake. Zaidi sana baada ya kubadilishwa tutaokolewa katika uzima wake. Somebody read for me with the King James. Hii mstari wa 10. Hii mstari wa 10 na tu encourage zaidi. Ikiwa Mungu aliinterfere kwa maisha yangu wakati nilikuwa mwenye dhambi, how much atainterfere wakati niko kwa neema ya Yesu? Bwana Yesu ainuliwe. Understand what God is speaking. Ikiwa Mungu alikuja wakati niko mchafu, akanihurumia, akanitransform kuwa mtu mzuri, itagharimu ngapi nikiwa mtakatifu katika Yesu? Mungu atanitransform zaidi. For if when we were God's enemies, we were reconciled, but we were enemy of God. We were reconciled. We were reconciled to Him through the death of His Son. How much more? How much? Listen, neighbor. How much more now? Having been
reconciled, shall we be saved through his life? Alafu niambie nije nikutabiria uendelee. Biblia inauliza hivi, ikiwa wakati tulikuwa wenye dhambi, alitujali. Haleluya. What about saa hii? Haleluya. What about saa hii tuko katika Yesu? Atagharimika kiaje? Kwa hivyo mimi na expect kuona kiondo kimekubeba kiondo. Nime expect kuona mambo yakibadilika kwa maisha yako. That is the prophetic concerning our generation in Christ Jesus. Prophetic of good. Unabii wa mema. Biblia inauliza how much now can do it. God can make you something different. Na tunahitaji tuwe na good relationship. So Mungu anaweza nyanyua mtu hapa uanze kubaki hapo ukiwa story giver kama Gehazi. I refuse to be Gehazi. Hallelujah. I refuse to be Gehazi. I believe this is a time of transformation and I cannot remain the way I was. The grace is sufficient upon me and you. And I believe God is working hard to transform me and you. Wachana na watu wa Mungu. Unabii wa mabaya sio wetu. Wa kuchota sio wetu. Huo ni wakati Mungu alikuwa kidili na watu. Sasa tunadili na Kristo. And grace is sufficient upon me and you. Grace of the Lord is sufficient. The grace is sufficient. The grace is sufficient. Anything can happen anytime. Bwana Yesu ainuliwe. Chochote kinaweza kufanyika. Message Bible. Utatusomea bado? If when we were at our worst, we were put our friendly tongues with God by the sacrificial of Jesus of His Son. Now that we are at our best, just think simama hapo. Now we at our ambia ule mwingine we are in the new sasa hata nitasema nini? Mwambie tuko kwa mazingira mema. Underline hapo. Understand the way Bible is speaking. Now, sai uko wapi? Kwa wema. Just think of how our lives will expand and deepen by means of His resurrection. By means of His resurrection mission. Salimia mtu. Mimi sasa kama mnasikia neno likiongea na nyinyi. For sure. Ikiwa wakati tulikuwa huko tumetengwa bali na yeye, alituconsider. Biblia inauliza what about now? What about now? We are dwelling in the grace. Wakati huu tuko kwa neema. Ni nini anaweza fanya? Amjui shetani ni maskini. Biblia inasema ni mwizi na muuaji, ana chake. Hata ataipa Range Rover kwa nani? Hawezi iba, hata haoipata kitu. Bwana Yesu ainuliwe. It is only God. Lakini elewa, ninaishi siku za neema, naishi siku za kubarishwa, naishi siku za kupendwa. Nitabirie mema mpendwa. Upende usipende utaniona nikitransformiwa. Tumalizie mstari wa 11. Haleluya. Hiyo neno imenitouch. Bwana Yesu ainuliwe. 11 anasema wala si hivyo tu. Wala si hivyo tu. Mission si hivyo tu kutransformiwa. Si hivyo tu. Ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumeupokea huo upatanisho.